bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain. Mpenzi mtazamaji, tena karibu mara nyingine katika kipindi cha siku ya leo, kipindi chetu cha mwangaza wa Biblia katika TV yetu ya Ong'atet. Karibu sana katika kipindi hiki cha siku ya leo. Kipindi ambao kilipita last week tuliongea kuhusu magugu na ngano safi, na leo hii tutaongea jina lako liko wapi. Kuna wengi ambao wametuma message kupongeza kipindi, wengine wametuma tuweze kuwaombea kupitia kipindi hiki. Kwa hivyo katika siku ya leo, wote ambao wameongea nami katikati ya wiki, wale ambao wametuma message, naomba Mungu aweze kuwabariki kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki. Sana ndugu David Mararal ambaye ni mwalimu alipiga simu na akasema kwamba mtumishi wa Mungu, waje Mungu wewe pamoja nanyi na wewe katika kipindi hiki. Sana ndugu mwalimu kutoka pale Cheptiret Kapchai, Mungu akubariki sana. Na zaidi katika siku ya leo wengi wameandika message, sina budi kuwasoma kwa sababu ya muda, lakini naomba Mungu akatubariki katika kila jambo tunapoendelea na kipindi hiki. Kwa hivyo katika siku ya leo karibuni sana mpendwa, ili wewe pamoja nami kuanzia sasa hadi tamati mwa kipindi hiki, maana naenda kuomba ili Mungu aweze kutubariki. Naomba. Baba na Mungu wetu ishie milele hata na milele, imekupendeza wakati kama huu tuweze kuwa pia hewani kwa ajili ya kipindi hiki cha mwangaza wa Biblia. Umekuwa nasi siku nyingi tulipoanza kipindi huu, sasa ni mwaka moja na kitu ukiwa pamoja nasi, na pia tunaendelea kukushukuru unapoendelea kutubariki. Tubariki tunapoanza kipindi hiki, wapendwa ambao wameandika message, wengi ambao wametupongeza, wengi ambao wamesema hakika Mungu asikilie kipindi hiki ili kiweze kusaidia wengi katika TV yetu ya Ong'atet. Bariki viongozi katika station yetu ya Ong'atet pamoja na wapiga picha wetu wote, waweze kuwabariki na kuongoza katika kila jambo. Hebu Baba, anza nasi katika kipindi hiki hadi mwisho katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Katika siku ya leo katika kipindi chetu tunaangalia sana Luka 10 mstari wa 17 hadi 20, ambapo Biblia inaanza kutuambia kwamba tunazungumzia kuhusu leo watumishi wa Mungu, ambapo tunaona wakati mwingine watumishi wa Mungu Yesu aliwatuma 70 miongoni mwao waende kila mahali katika sehemu ya Uyahudi na kuhubiri Injili na kufanya kazi ya Mungu. Lakini nataka nianzie mstari wa 17 ambaye maandiko yanasema kwamba ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Wakati walipoenda, wakati wa kurudi baada ya kufanya kazi ya Mungu, wakarudi wakiwa na furaha tele na kuambia Yesu, Bwana, hata mapepo waliweza kututii. Ukiona katika mstari unaofuata wa 18, akawaambia, nilimuona Shetani akisuka kutoka mbinguni kama umeme. Yesu akawaambia kazi mliofanya, hata Yesu mwenyewe aliona Shetani akisuka kutoka mbinguni kama umeme. Na wakamwambia, tulifanya yote kwa jina lako. Lakini tukiona katika mstari wa 19, Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia, sasa nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na enge na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Kwa hivyo Yesu Kristo alipokuwa anakaa na wanafunzi wake ambaye walikuwa wameongezeka mpaka walikuwa zaidi ya 70, akawaambia kwamba sasa inawapa nguvu, inawapa mamlaka ya kukanyaga nyoka, enge na hata nguvu zote za yule mwovu. Akawapa nguvu na akasema kwamba kuanzia sasa mtakuwa na nguvu ya kufanya kila kitu kwa jina langu. Lakini ukisoma katika mstari wa 20, Biblia inasema msifurahie kwa vile mapepo
wanawatii. Pale furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Jambo kubwa ambao Yesu aliweza kukumbuza wanafunzi wake na wala aliowatuma 70 ni kwamba msifurahie sana mapepo yanawatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Mpendo mtazamaji, hiyo inatuonyesha kwamba watu wa Mungu, watumishi wa Mungu wote waaminifu, kuonyesha kwamba majina yao lazima yaandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu Kristo aliwatirizia kwamba ingawa wamefanya kazi nzuri, wasifurahie kwa sababu mapepo yamewatii. Wasifurahie kwa sababu wamefanya kazi nzuri. Furaha ya pekee aliwaambia ni kwamba kwa sababu wamepata sehemu katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo katika wakati huu mpendwa, sisi kama watumishi wa Mungu tuna furaha sana, maana tunafanya kazi ya Mungu iliyo na ujira wa pekee. Kazi ya Mungu ambaye tumepata nafasi kuitwa watumishi wa Mungu. Kwa hivyo watumishi wote wa Mungu ambao wameitwa kwa jina la Bwana, tumepewa nguvu ya kufanya kazi ya Mungu. Kukemea mapepo, kukanyaga nyoka, kukanyaga enge na nguvu zote za Shetani wamepewa kusiteka katika mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa hivyo katika siku ya leo mpendwa, jambo kubwa tumeambiwa hapa kwamba tunafurahi kwa sababu majina yetu yameandikwa mbinguni. Ndio unaona katika sehemu hii unaona Yesu mwenyewe aliweza kufanya miujiza ya pekee alipokuwa katika ulimwengu. Lakini kitu ambaye alikuwa anafahamu anapofanya ni kwamba yeye anafanya kwa sababu anafanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo watumishi wa Mungu waaminifu walipotumwa walienda wakafanya kazi nzuri ambaye Bwana wao aliwatuma, ambaye ilikuwa Yesu Kristo, na waliporejea wakarejea kwa furaha. Kwa hivyo kazi ambaye mpendo ambao tumepewa na Bwana lazima tuifanye kwa furaha. Na jambo la pili, lazima tukifanye tukijua ya kwamba tuna mamlaka na nguvu ya kutenda kazi ambayo tumepewa. Kwa hivyo katika sehemu hii ukiangalia, jambo la pekee nataka nizungumzie hapa, kwa sababu mada ya siku ya leo inasema jina lako liko wapi. Ukiona kama mtumishi wa Mungu lazima tufanye kazi nzuri ili tuweze kukaa tukijua ya kwamba jina letu limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Ndio Yesu Kristo mwenyewe aliyokuwa mwana wa Mungu, aliyokuwa katika ulimwengu, aliwahakikishia wale 70 kwamba furahini, majina yenu yapo katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hivyo katika siku ya leo tunataka tuone ya kwamba kuna thibitisho ya kuonyesha kwamba majina yetu yako wapi. Na ukiona katika kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 32 pia ukiangalia unaona wakati ule Musa alipoongoza wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, wakalipokuwa jangwani walimuasi Mungu, na Mungu alihitaji waangamize wote ili Musa apaki na aendeleze kisasi. Lakini Musa alimwambia Mungu, lakini sasa ikiwa utawasamea dhambi yao, kama sivyo unifute na kusii katika kitabu chako ulichokiandika. Kwa hivyo Musa akaambia Mungu, kama utawasamea watu hawa, hata na mimi uweze kunifuta jina langu katika kitabu kile ulichoandika. Kile ambao nilikuwa nataka nichukue pale mpendwa, Musa mwenyewe aliamini ya kwamba jina lake liko katika kitabu cha Mungu. Kwa hivyo katika kile kitabu cha Mungu ambaye majina ya watakatifu yanaandikwa, ule anaandika ni Mungu mwenyewe. Ndio tunaambiwa kwamba hapa Musa alijua kwamba jina lake liko katika kitabu cha uzima wa milele. Jambo la pili, watumishi wa Mungu waaminifu majina yao yako katika kitabu cha uzima wa milele. Watumishi wa Mungu waaminifu wanaotenda kazi ya Mungu kwa uaminifu, majina yao yatapaki katika kitabu cha uzima wa milele. Ndio maana katika siku ya leo tunaona Mungu wa mbinguni akiwa mwaminifu kwa watumishi wake wala ambao anawatumia.
Kwa hivyo jambo la pekee ni kwamba sisi kama watumishi wa Mungu tuweze kuelewa ya kwamba Mungu wetu ana kila sababu ya kutuita watumishi wake. Na sisi kama watumishi wake tuwe waaminifu, tukijua ya kwamba kazi ambayo tunafanya katika ulimwengu ya kuokoa watu na kuhubiria watu na kufanya kazi ya Mungu ina ujira wa pekee ambao ni uzima wa milele. Ukiona katika Ufunuo 3:5, wakati malaika wale wa makanisa 7, kanisa la Sardi, tunaambiwa kwamba Biblia inasema yeye asindaye atafikwa hiyo mavazi meupe, wala sitalivuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Tunaambiwa kwamba yeye asindaye, yeye afanyaye kazi ya Mungu kwa uaminifu na akaonekana amekuwa mshindi katika kazi ya Mungu, Biblia inasema kwamba atavalishwa nguo nyeupe, na pia Mungu anaahidi ya kwamba hatalifuta jina lake kamwe katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hivyo mpendwa, ambao uko siku ya leo nao nitazama, wewe ni mtumishi wa Mungu, na Mungu wetu ameahidi ya kwamba tukiwa washindi katika siku ile inayokuja, siku ya ghadhabu ya Mungu, tutavalishwa nguo nyeupe. Nguo nyeupe ni utakatifu wa Mungu, na pia jina letu litakuwa katika kitabu cha uzima wa milele. Kitabu kile ambaye tunaelezwa katika Ufunuo, ule atakaye kifungua hiyo kitabu ni simba wa Yuda ambaye ni Yesu. Kwa hivyo mpendwa, mtu yoyote akifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, tumeonyeshwa kwamba sehemu yake ni katika ile kitabu cha uzima wa milele. Ndio maana ukisoma katika Ufunuo hiyo 19, Biblia inasema kwamba mtu yoyote akiondoa lolote katika kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mti mtakatifu. Kwa hivyo sisi kama watumishi wa Mungu, kazi kubwa ambayo tunahitajikana tufanye, tuongoze watu kwa njia ya ukweli na haki. Maana Biblia hapa katika Ufunuo inasema kwa mtu yoyote, mtumishi wa Mungu, mtu yoyote ambaye atakaoondoa neno lolote katika maneno haya yaliyoandikwa katika kitabu hiki, hata na Mungu atamuondolea sehemu katika ule mti mtakatifu na katika ule mti wa uzima wa milele. Kwa hivyo inatuonyesha kwamba mpendwa, tuwe waaminifu, tufundishe watu kulingana na mapenzi ya Mungu. Tufundishe watu kulingana na mapenzi ya Mungu. Ndio Biblia inasema kwamba kuna watumishi wa Mungu wengi wamefanya kazi nzuri. Katika pale wa Filipi 4:3 utaona Clementi na watumishi wengine wengi kina Paulo, tunaambiwa kwamba watenda kazi pamoja nami. Paulo alikuwa anasema watenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hivyo watu wa Mungu ambaye wanafanya kazi nzuri, watumishi wa Mungu ambaye ni waaminifu, wanaotenda katika mapenzi ya Mungu, mara hiyo majina yao yamo katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hivyo ndio maana katika mada ya siku ya leo tunazungumzia jina lako liko wapi. Tunaweza kuwa watendakazi, tunaweza kuwa watumishi wa Mungu, lakini si waaminifu, majina yetu hayatakuwa katika kile kitabu cha uzima wa milele. Ndio maana katika sehemu Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake katika Mathayo 7:22-23, Biblia inasema kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye atendaye mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hapa Yesu mwenyewe alikuwa anaongea na wanafunzi wake na akawaambia si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu, bali ni yule anayefanya mapenzi ya Mungu. Mpendo mtazamaji, mapenzi ya Mungu ni yapi? Lazima tuweze kufuata maandiko kikamilifu. Mungu ametupea ramani ambaye ni Biblia takatifu. Na katika hiyo ramani tunahitaji ya kwamba tuweze kuwa waaminifu tukifuata maandiko jinsi yalivyo. Maana ndio katika Mungu Yesu aliongea na Yohana katika kitabu cha Ufunuo, mtu asiondoe neno lolote katika mambo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Kwa hivyo tunaonyeshwa kwamba
tuwe waaminifu kufuata maandiko kikamilifu, ndio tuweze kuwa watumishi wa Mungu waaminifu. Jambo la pili, Biblia inasema tufuate sheria za Mungu pia kikamilifu. Maana Mungu, sheria za Mungu ni tabia ya Mungu. Sheria za Mungu ni tabia ya Mungu. Kwa hivyo tunapotafuta Mungu pia lazima tuwe waaminifu katika njia zake ambayo ametuandikia katika kitabu kitakatifu. Kuna wakati mwingine mpendwa, mfano uliotolewa kati ya Lazaro na tajiri. Lazaro alipokufa akawekwa sehemu fulani, na Lazaro alipokufa naye akakuwa ng'ambo hii, kulikuwako na ponde kubwa. Halafu tajiri akaambia Abraham, ambia Lazaro achovi kidole yake anipoeza mahali ambao naungua. Abraham akamwambia, sisi tuko kuna ponde katikati ambaye haturuhusiwi kuvuka huko na huko. Akamwambia basi mtume aende duniani, kwa sababu kuna ndugu wangu 7 waliopaki pale, awafundishe wasikuje katika sehemu hii. Abraham akamwambia, mtu hata akitoka hapa kusimu naenda awafundishe, hawatamsikia, lakini kuna Musa na manabii. Kwa hivyo Musa na manabii ni Biblia takatifu ambao kila mmoja wetu tumepewa. Tusipofuata maandiko haya matakatifu, hata kama tutakaa kanisa miaka na miaka, hata ikiwa tutaunda makanisa zetu, hata ikiwa tutaitwa wachungaji, tuitwe nini, watumishi wa Mungu, wala ambao tunafanya miujiza, kama miujiza yetu itatoka katika maandiko matakatifu, mpendwa, tutakuwa tunafanya kazi bure. Ndio naona katika hiyo Mathayo, ningependa niweze kusoma Mathayo 7 mstari wa Biblia inasema katika Mathayo 7:22, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Lakini nitawaambia, ondokeni kwangu, siwajui nyinyi watenda dhambi. Kwa hivyo tunapoona katika fungu kuu ambalo tulikuwa tunaliangalia, mpendwa, tuliona walitumwa watu wa Mungu, watumishi wa Mungu 70, na waliporudi wakasema hata mapepo yalitutii. Hata Yesu Kristo kweli akakubali kwamba hata nilimuona Shetani akishuka chini kutoka mbinguni kama umeme. Lakini unaposoma katika hii kitabu cha Mathayo 7:22, Biblia inasema kwamba wengi watasema tulifanya miujiza kwa jina lako, tulifanya unabii kwa jina lako, tulitoa pepo kwa jina lako, lakini na kufanya miujiza mingi. Miujiza, mpendwa, isipofanya kulingana na mapenzi ya Mungu, hiyo miujiza hata Mungu hawezi kutambua. Hata tukifanya unabii, kama unabii wetu utalingana na maandiko, tukifanya miujiza, kama miujiza hii itatokana na Mungu, sote tutakuwa tunapoteza. Ndio maana hapa Biblia inasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wangu. Kwa hivyo wakati wa pekee ambaye, mpendo, tunajiandaa kuingia katika ufalme wa Mungu ni sasa. Na ndio maana nikasema kwamba lazima tuwe waaminifu kwa kila jambo. Biblia, mapenzi ya Mungu ni kuwa waaminifu katika kila jambo, ni kufuata sheria za Mungu, ni kufuata maandiko jinsi yalivyo, ni kutenda kazi ya Mungu siku zote, ni kufundisha wengi kulingana na neno la Mungu. Kwa hivyo wengi tutawafundisha, maana Biblia inasema kwamba watumishi wa Mungu siku ile aliwatuma 70, lakini wakati Yesu alipokuwa anaondoka duniani alisema kwamba nendeni ulimwengu wote mkawafanye wote kuwa wanafunzi. Sasa hivi, mpendwa, ni kwenda ulimwengu, na ulimwengu ni mahali watu hawajui neno la Mungu. Je, tutakapofika pale ulimwengu tutawaambiaje wa ulimwengu? Tutakuwa tunawaambia kulingana na maandiko ya Mungu, ama tutakuwa tunawaambia kulingana na mapenzi yetu? Ndio maana hapa Yesu akawaambia, ondokeni kwangu nyinyi hamkutenda mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hapa ni tirizo kwamba si kila mmoja wetu
tunaweza kufanya kazi ya Mungu ili tupate kibali cha kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo mpendwa, mwana wa Mungu, mtumishi mwenzangu ambao tunafanya kazi ya Mungu, hapa tunaonyeshwa kwamba tufanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Kutenda miujiza si njia ya kwenda mbinguni. Tunapotenda miujiza yote itokana na Mungu. Miujiza yote mengine inatokana na Shetani. Maana Shetani atajigeuza kuwa hata malaika waachwa. Kwa hivyo hapa tukiwa mtumishi wa Mungu, jina lako liko wapi? Tunapofanya kazi ya Mungu, tunapotenda miujiza, tunapoanza makanisa, tunapofanya katika kila kitu, je, sisi ni watumishi wa Mungu wa kweli? Maana Biblia inasema kwamba kama tukiondoa chochote katika hayo maandiko, na Mungu atatuondolea sehemu katika ule mti na katika ule mchi mtakatifu. Kwa hivyo mpendwa, hapa kuwa mhubiri mzuri si lazima jina lako liwe katika kitabu cha uzima wa milele usipofanya mapenzi ya Mungu. Tutakapokuwa hata nikihubiri katika runinga huyu wa Ong'atet, kama sifanyi mapenzi ya Mungu, nafanya kazi bure. Kama sina upendo kumpenda Mungu, mimi ni kama debe inayopigwa ina kitu ndani. Kwa hivyo mpendo, katika siku ya leo ambaye wewe ni mtumishi wa Mungu, mshiriki wa kanisa fulani, kila kilicho muhimu ni kutenda mapenzi ya Mungu. Jambo lingine ni kwamba unapotenda kazi ya Mungu, pia wewe jiandae. Tunapotenda kazi ya Mungu kama mtumishi wa Mungu, pia wewe jiandae, jiangalie jinsi ambayo tunaofanya kazi hii. Kazi ya Mungu si kazi kama ya kawaida. Kazi ya Mungu mpendwa, si kazi kama ya kawaida tunaofanya katika ulimwengu kutafuta vitu vyetu, bali ni kutafuta kudumu na kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uaminifu. Kwa hivyo jambo la pekee ni kwamba sote ambao tuko katika huduma hii tunafanya huduma ya mwenyewe, huduma ya Mungu. Ndio tunaona pale Yesu alikuwa anawatuma wanafunzi wake waende, akawatuma na akatuma hata na wengine wakaenda. Wote ukisoma katika ukirudi katika hiyo mstari wa chapter 10 Luka, ukianza 5, utaona jinsi Yesu alikuwa anawatuma, anawaambia nenda, msichukue hata mkoba, msichukue hata chochote, maana yeye mwenyewe alijua atawalinda. Akasema nyumba yoyote mtakapoingia, mtakula pale, mtakaa pale mpaka wakati mtakapotoka. Na akawaambia kwamba nyumba mahali ambapo hamtakaribishwa kung'unta mafumbi ili mugwaje laana katika mchi ule. Kwa hivyo watu wa Mungu, jambo ambalo nataka ninena pale, kuandikwa katika jina lako katika kitabu cha uzima wa milele ni jambo ambalo ni lazima kwetu. Ukisoma katika kitabu cha Danieli 12, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake ukuwepo tangu ulipoanza kuwa taifa hata wakati huu. Kwa hivyo mpendwa, wakati Danieli 12 inapozungumzia kwamba tutakuwa na wakati mgumu, wakati ule Yesu atakaporudisha ufalme wake, kila mtu ataokolewa, ule jina lake litakuwa limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hivyo jambo kubwa ni kwamba watumishi wa Mungu ambao tuko leo, ukiruka katika mstari wa 3 inasema kwamba na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozayo wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hivyo watumishi wa Mungu ambaye ni waaminifu, wenye haki, ambao wanaongoza watu kutenda haki, waongozaye wengi kuendea katika haki ya Mungu, tunaambiwa kwamba watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa maana kung'aa milele na milele ni kuingia katika uzima wa milele. Kwa hivyo mpendwa, jambo kubwa ambalo tulipoanza katika kipindi hiki
ilikuwa ni kwamba jina lako liko wapi katika mada kuu. Na zaidi katika wakati huu tunaonyeshwa ya kwamba lazima tuweze kufanya kazi kwa uaminifu, tukijiandaa kwa ile siku ambayo inakuja. Ndio maana tumeambiwa watu wako wataokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa jua, nao waongozao watu wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Swali ambao ungependa kujiuliza, je, utang'aa mbele za Mungu siku ile wakati Mungu atakaporudisha ufalme wa Mungu? Wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe kama mshiriki wa kanisa, utang'aa siku ile wakati Mungu atakaporudisha ufalme wake? Hiyo ni swali ambaye kila mmoja wetu tunafaa tuweze kujiuliza. Je, huduma zetu hapa duniani zitatupa kibali mbele za Mungu siku ile? Katika huduma zote ambaye kama hii inafanya katika runinga huu, itanipa nafasi, itanipa kibali mbele za Mungu wakati ule? Je, utapata taji ya washindi? Kuna taji zitakuwepo. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo alipoandikia wa Filipi alisema kwamba nitayahesabu mambo yote kuwa bure kwa ajili ya uzuri ulio ndani ya Kristo, ili nipiganie ile mende imewekwa mbele yangu, na si mimi peke yangu bali na wote watakaotenda mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo alipoandikia wa Filipi akasema kwamba nayahesabu mambo yote kuwa kama mapi kwa ajili ya uzuri ulio katika Kristo. Kwa hivyo mpendwa, tutakapofanya kazi ya Mungu kuna uzuri wake, kuna raha katika utumishi wa Mungu, kuna raha kuwa mchungaji, kuna raha kuitwa mtumishi wa Mungu. Hata ingawa katika kazi hii kuna changamoto nyingi, lakini changamoto tulio nazo katika kazi hii ni ya muda mfupi mpendo. Kwa hivyo Paulo anajaribu kusema kwamba kuna raha, kuna mende iliyowekwa mbele kwa ajili yake, na si yeye peke yake, na wote ambao watakuwa waaminifu watakuwa wanatenda kazi ya Mungu. Kwa hivyo je, utakataliwa siku ile? Swali ambao nataka ujiulize. Mathayo 7:21-22, Mathayo 22:23, Yesu mwenyewe anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakapoingia katika uzima wa milele. Sasa swali hapa ni kwamba je, utakataliwa ama utakubaliwa siku hiyo? Utaambiwa mwanangu, njoo uliti ufalme wa Mungu uliowekwa kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ama utapotelea mbali. Ni kwetu kama watumishi wa Mungu tuweze kuamua hii kazi ambayo tunaifanya kulingana na mapenzi ya Mungu ama tunaifanya kulingana na mawazo yetu. Hii ndio nafasi ya pekee leo mpendwa, kuamua umilele wako. Kwa hivyo katika siku ya leo, kupitia kipindi hiki ambao umenisikiliza katika wakati huu, leo ndio siku yako ya pekee, saa hii kuamua umilele wako. Milele zote utakuwa wapi? Kwa hivyo naomba kwamba Mungu aweze kukusaidia, aweze kukuandaa ukiwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Tufanye kazi ya Mungu kwa uaminifu, tuhubiri yaliyo ndani ya Biblia, tufanye mapenzi ya Mungu. Isije wakati mmoja wakati mmoja tusikataliwe. Kuna watu mwingine anasema ya kwamba kama mimi nitakuwa kama fulani ni heri nisitende hii kazi. Kwa hiyo wale watumishi wa Mungu ambaye ni waaminifu watapata kibali mbele za watu, na pia watapata kibali mbele za Mungu. Kwa hivyo mpendo mtazamaji ambao unanitazama wakati huu, naomba Mungu akujalie mema, uweze kuamua na uweze kuamua leo, je, jina langu litakuwa wapi? Maana jina lako wewe ndio utaamua mahali liko. Ukitenda mabaya, kwa jina lako halitakuwepo katika kitabu cha uzima wa milele. Ndio naona watu tunapopiga kura, lazima unapopiga kura upigie mtu jina lake liko katika lile kitabu ambao kimeandikwa, utatiki ama utaweka X. Kwa hivyo jina lako kama halitakuwepo katika lile sanduku la kupiga kura ama katika ile orodha, utapigiwa kura. Kwa hiyo mpendo mtazamaji ambao huko hapa, ni nafasi yetu jioni ya leo uweze kuamua
kwa uamuzi wa pekee jioni hii, unamtumikia nani? Wengi wanatumikia matumbo zao, wengi tunaweza fanya vitu ambaye asiwezi kumpendeza Mungu. Lakini katika siku hii, wacha Mungu atubariki, wacha Mungu aitwe Mungu katika huduma zote watumishi wake wanafanya. Kuna watumishi wa Mungu waaminifu na kuna wale wengine si waaminifu. Wewe ndio utachagua, utaitwa mwaminifu ama utaitwa si mwaminifu. Na pia kila kazi ya kila mtu itajaribiwa siku ile ya hukumu, na kila mtu atabeba fursa lake. Hakuna mtu atabebea mwingine mpendo. Ndio maana msingi umewekwa na watu wanajenga juu ya msingi. Ukijenga nyumba ya nyanzi, ukijenga ya mawe, ukijenga ya mbao, kazi zote zitajaribiwa na moto wakati ule. Kazi yako ikiteketea utapata hasara ya milele. Ikifaulu utapata uzima wa milele. Wacha Mungu akubariki, wacha Mungu akuongoze mpendo hadi kipindi kijacho. Na ninapoenda kuomba, Mungu akubariki. Ukitaka kuwasiliana nami, unaweza andika message chini ya runinga lako hapo. Kuna nambari zangu, kuna namba ya Airtel, kuna namba ya Safaricom. Unaweza kuandika, unipigie simu, tutaomba pamoja na wewe. Ukitaka kuna maoni, kuna swali, unaweza andika na Mungu atakubariki. Hebu na tuombe. Baba na mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, umetupa nafasi nzuri, tumeanza na wewe, tumenena mambo mengi. Sisi ni watumishi wako ambao umetuita kwa jina lako. Siku ya leo umetusauli tuweze kufanya kazi kulingana na mapenzi yako, na kazi yoyote ambayo tutakapofanya, kila kazi iko na ujira wake. Tukifanya mzuri tutapata ujira wa uzima wa milele. Tukifanya vibaya tutaingia katika moto wa milele. Na Yesu mwenyewe ametuambia si kila mtu aniambie Bwana Bwana atakayeingia katika uzima wa milele, bali ni yule anaotenda mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wacha Mungu utubariki. Utume Roho wako Mtakatifu asidi kutupanulia mapenzi yako, na tufanye yaliyo mema leo na hata na milele, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. God is bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain.